Tumie fursa hii kumshukuru Mungu sana kwa ajili ya wewe ambaye umefika hapa, na najua kwa hakika Mungu atakuhudumia kwa namna ya kipekee na ya tofauti. Tungempigia Bwana makofi mengi kabisa mazito matatu, nayo ni na ninakukaribisha sana wewe ambaye umetenga muda wako kukaa pamoja nasi hapa kwenye ibada hii usiku huu wa leo. Ungeweza ukabaki nyumbani kama ambavyo coverage yetu ni kubwa, lakini umeona umuhimu wa kuja hapa, basi wewe ni mtu wa maana sana. Na ni neno moja tu ninalolijua. Biblia inasema nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala. Haleluya. Na niombe tu kusema kwamba ukiona unahangaika kufukuza mbu, basi umetoka nyumbani kwako na roho ya mbu. Hapa hatuna mbu, tumepiga dawa, hapa hatuna mbu kabisa. Na tumefanya fumigation nzuri ili uweze kutulia uweponi mwa Bwana Mungu wetu. Haleluya. Haleluya. Nione wanawake wanaosema amina kwa vigelegele vya shangwe. Haleluya. Wapendwa wanawake waombolezaji, nimepewa kusimama katika sehemu ya kwanza ambayo ni kuhusiana na mada ya kuiombea nchi, ambayo tutakuwa na maombi pale baadaye, ambao tutapata nafasi ya kuimba pia wimbo wa taifa tukiongozwa na praise team, tarumbeta pamoja na ndugu zetu wa Tehama pale mwishoni wakati tunapoingia kwenye maombi yetu baadaye. Lakini mimi ni mnenaji wa kwanza, yupo mnenaji wa pili ndugu yetu James Kamera pamoja na dada yetu Lydia. Karibuni sana, Mungu awabariki. Hawa wanasimama katika zamu ya familia. Kama nilivyosema, mkesha wetu ni wa masaa yote. Tumepata neema, rafiki yetu mtumishi wa Mungu ambaye ana roho wa Mungu ndani yake na mwenye kupenda kutoa sadaka, ametoa sadaka ya maji ya kunywa. Kwa hiyo hapa tuna maji ya kunywa ya watu 6,000 ambao wanaweza kanywa maji kabisa, yapo ya kutosha. Baadaye kidogo tutakugawia maji kabla tujaingia kwenye maombi. Tutagawanya maji ili ukiwa kwenye maombi uwe serious zaidi. Lakini baada ya hapo pia, kwa maelfu ya watu hawa waliokusanyika hapa, saa 11 alfajiri tuna chai nzuri kabisa, breakfast ya Uingereza, English, iko hapa. Inapatikana pale nje na utapata nafasi ya chai. Leo utakuwepo nyumbani mwa Bwana. Haleluya. Biblia inasema nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele, nipate kuutazama uzuri wa Bwana. Wanaokaa nyumbani mwa Bwana wangempigia Bwana makofi mengi kabisa. Haleluya. Ninamtakia baraka za Bwana mtumishi wa Mungu aliyetoa sadaka ya siri kwa ajili ya maji ya kunywa, lakini na huyo ndiye ambaye pia ametuandalia chai. Ninapokea kwa moyo wa shukrani na ninamtamkia baraka kutoka madhabahu hii. Mungu ampe maisha marefu na Mungu ampe afya njema na kila alifanyalo likafanikiwe. Wanawake waombolezaji waombaji waseme amina kwa kelele ya shangwe na vigelegele na makofi mengi tena. Haleluya. Okay, chukua diary yako sasa. Naomba uchukue diary yako nzuri kabisa. Kama mna vishikwambi, mnavyovitaga vishikwambi, tunataka kuingia darasani saa hii. Haleluya. Neno ambalo na mada ambayo inatuongoza siku hii ya leo ni kutoka katika kitabu cha Injili ya Yohana ule mlango wa 12 mstari wa 24. Lakini nataka Tehama watuwekee mada nzima pale ili watu wanaonukuu waweze kunukuu. Somo ambalo tunafundisha leo, watu wa Tehama, nasema sheria ya mbegu. Sheria ya mbegu. The law of the seed. The law of the seed. Sheria ya mbegu. Sheria ya mbegu. The law of the seed. The law of the seed. Na tafakari ya neno la Mungu katika kitabu cha Injili ya Yohana ule mlango wa 12 mstari wa 24. Injili ya Yohana 12:24. Injili ya Yohana 12:24.
Biblia inasema hivi: amin, amin nawaambia, chembe ya ngano isipoanguka katika nchi ikafa, hukaa hali hiyo hiyo peke yake, bali ikifa hutoa mazao mengi. Tarudia tena: amin, amin nawaambia, chembe ya ngano isipoanguka katika nchi ikafa, hukaa hali hiyo hiyo peke yake, bali ikifa hutoa mazao mengi. Na neno la pili katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza ule mlango wa 15 na mstari wa 42 mpaka wa 44. Wakorintho wa kwanza mlango wa 15 mstari wa 42 mpaka wa 44. Neno la Mungu linasema hivi: kadhalika na kiama ya wafu hupandwa katika uharibifu, hufufuliwa katika kutokuharibika. Hupandwa katika aibu, hufufuliwa katika fahari. Hupandwa katika udhaifu, hufufuliwa katika nguvu. Hupandwa mwili wa asili, hufufuliwa mwili wa roho, ikiwa uko mwili wa asili na mwili wa roho pia uko. Amen. Na hili ndio neno la Mungu. Tutulie tuombe. Mungu Mwenyezi, Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, pokea sifa na utukufu na heshima. Katikati ya miungu hakuna Mungu aliyekuwa mfano wako, na matendo yako yanatisha kama nini. Wewe ni Mungu okoaye, na njia za kutoka mautini zina wewe peke yako. Baba, asante kwa ajili ya watoto wako walioko hapa, na mamia na maelfu ya watu wengi wanaoabudu nasi kwa njia ya television na kwa njia ya radio, masafa ya mbali, mahali duniani kote. Saa hii ninakusihi upende kusema na ulimwengu waziwazi, wala usinyamaze. Useme na watu wako, utujalie useme nasi kwa lugha ya nyumbani kwetu. Baba, tunavunja maroho yote ya mpinga Kristo, lakini roho la bumbuazi na wazimu na ujinga na uzito wa kila namna, tunavunja maroho yote ya uharibifu na maagano ya kipepo na laana za kila namna. Sasa utamalaki katika ibada hii, na utembee na nguvu zako, na useme na kila mtu aisikiaye sauti hii sasa, katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Alafu tuseme amina kubwa. Alafu tumpigie Bwana makofi na vigelegele. Haleluya. Amen. Wapendwa mabibi na mabwana, ninafundisha mada inayosema sheria ya mbegu. Sheria ya mbegu. The law of the seed. The law of the seed. Sheria ya mbegu. Nitazungumza, inawezekana kuna sheria nyingi za mbegu na sheria ya asili ya mbegu, lakini nitafundisha sheria mbili. Sheria ya kwanza na sheria ya pili. Na ninaomba niende taratibu kwa sababu ni somo ambalo ninajua linahitajika sana kwa majira haya na kwa wakati huu na katika maisha ya kila mmoja mahali. Biblia inasema hivi: mbegu isipokufa. Hebu naomba uweke kile kitabu cha Injili ya Yohana tulichosoma mwanzo, huo mlango wa 12 mstari wa 24. Biblia inasema, amin, amin nawaambia, chembe ya ngano isipoanguka katika nchi ikafa, hukaa hali hiyo hiyo peke yake, bali ikifa hutoa mazao mengi. Sheria ya mbegu. Sheria ya mbegu kwanza, lazima ife, lazima ipotee, lazima izikwe. Mbegu ziwe za karanga, ziwe za maharage, ziwe mbegu za mahindi, ziwe mbegu za mtama, ziwe mbegu za alizeti, ziwe mbegu zozote hata za migomba, lakini lazima uichimbie shimo na lazima izikwe kwanza, ifukiwe, ipotee mbele ya macho ya watu. Yani mbegu ipotee kwanza. Baada ya kupotea hiyo mbegu inaweza kuinuka tena. Hiyo ni sheria ya mbegu. Kama mkulima akachukua mbegu zake akakaa nazo akiwa anaziona, kama hata zitupa zikafa, haziwezi kuota.
Hiyo ni sheria moja ya mbegu, na ni lazima itupwe ife ili iweze kuzaa mazao mengi. Kama haitatupwa, kama haitazikwa, kama haitapotea kwenye macho ya mkulima, atabakia hivyo hivyo. Kama na kisado cha maharage, atabakia na kisago cha maharage kwenye akiba yake. Lakini akiitupa hiyo mbegu ikafa, ikapotea mbele yake, basi uwe na hakika ya kwamba yale maharage yaliyopotea kwenye ardhi yakiwa sado moja, zitakuja gunia 5, gunia 10 za maharage. Hiyo ni sheria ya mbegu. Sasa nafundisha jioni hii ya leo sheria ya mbegu katika mambo kadhaa, na ni falsafa pana sana na theolojia pana. Nataka kuangalia theolojia na falsafa iliyopo katika mbegu jioni na usiku huu wa leo. Na ninajua tunaombea familia na tunaombea nchi. Kwa hiyo sheria ya kwanza ya mbegu, kama unaandika andika. Sheria ya kwanza ya mbegu. Sheria ya kwanza ya mbegu inasema kupotea kabla ya kutokea. Kupotea kabla ya kutokea. Kupotea kabla ya kutokea. Disappear before you appear. Na hapa ndipo ambako watu hawataki kabisa. Disappear before you appear. Disappear before you appear. Kupotea au potea kabla ya kutokea. Sheria ya kwanza ya mbegu. Sheria ya kwanza ya mbegu. Mbegu ikikaa katika hali hiyo hiyo inakaa tu. Lakini chembe ya ngano ikianguka ikifa, uzaa mazao mengi. Wapendwa mabibi na mabwana, tutaangalia watu wachache. Hapa nimeangalia watu 5 katika Biblia ambao kama mbegu walipotea kabla ya kutokea. Na ninataka unielewe sawa sawa. Kuna watu wanasema wana maono, kuna watu wanasema wana karama, kuna watu wanasema wana vipawa, kuna watu wanasema wana ndoto. Lakini ni mbegu ambayo haijawahi kupotea. Haujawahi kufika mahali ukajitenga, ukapata faragha ya kulea kile kitu kilichoko ndani yako. Ndicho kitu ambacho nazungumza hapa. Lakini pia kuna watu ambao ninapozungumza hapa wanapitia madeni makubwa sana. Biashara zimedisappear. Hali ya kiuchumi imedisappear, imepotea. Ulikuwa una uwezo wa kufanya vitu, vimepotea kwenye maisha yako. Mahusiano yamepotea. Alafu unaamini ya kwamba unataka kufia katika kupotea. Nataka nikuhakikishie hautakufa katika kupotea, lakini umepotea ili utoke. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Hey, nampenda Yesu kwa sababu hata waliofikiri ya kwamba nimepotea wanisubirie karibu na watokelezea kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Oh my God, oh my God. Najua kuna watu ambao wanafikiri nimepoteza nafasi yangu ya ki-influence, nimepoteza jina, nimepoteza heshima, nimepoteza uwezo wangu wa kisiasa, nimepoteza uwezo wangu wa ki-influence, nimepoteza kipawa, Na wengine wanasema siku hizi ukimuona hajulikani rangi, amefulia, watoto wake wametawanyika, nyumbani kwao hapafai. Wanafikiri umepotea. Haujapotea, ni sheria ya mbegu. Utanisaidia kuambia hiyo ni sheria ya mbegu. Nimepotea halafu nitatokelezea. Hebu mwambie jirani yako, nimepotea kweli lakini nina mpango wa kutokelezea. Na hiyo ni sheria ya mbegu. Hebu niwekee lile bango pale kabla sijafundisha. Weka lile bango la sheria ya mbegu. Kupotea kabla ya. Yes. Wambea wote mfunge vinywa na mnyamaze kimya. Wazandiki wote na mnyamaze kimya. Mlioshangilia aibu yangu na mnyamaze kimya. Mlioshangilia fedheha yangu na mnyamaze kimya. Disappear before you. Mwambie jirani yako kwa lugha, ile bango libaki pale. Wewe ongea unachotaka. Mwambie tu kwa lugha ya Kiswahili au ya Kiingereza, namna unavyoona inavyofaa. Oh yes. Ndiyo. Mwambie ni sheria ya mbegu. Hiyo ni sheria ya mbegu baba. Ni sheria ya asili. Haibadilishwagi, iko hivyo. Ipogo hivyo tu. Iko hivyo tu. Mmeningonga.
Mkafikiri kwamba nimepotea. Sijapotea. Nimepotea kabla sijatokelezea. Na kwa hakika nitatokelezea kwa jina la Yesu Kristo. Wako wapi wanawake wanaosema nitatokelezea? Biashara yangu itatokelezea tena. Watoto wako watatokelezea. Hallelujah! Cheo chako kitatokelezea tena. Amani yako itatokelezea tena. Furaha yako inatokelezea. Wako wapi wanawake wanaosema itatokelezea? Kwenye hiyo familia, mahali ambako walisema familia imepotea, baada ya mkesha hii, hiyo familia inatokelezea tena. Huo mji unatokelezea tena. Sema amina. Hallelujah. Alafu mwambie jirani yako, hiyo ni sheria ya mbegu. Ni sheria ya mbegu. Usifurahi sana adui yangu, dada yangu, mkone. Nijapoanguka nitainuka tena. Ni sheria. Ni sheria ya mbegu. Sijui tulikupa mtaji ukaisha. Sijui nini na nini. Tumekuteka na familia. Hubebeki kwa mbereko. Huonekani. Hufai. Waambie niacheni. Nimepotea ili nitokelezee tena. Washa kusema mno nyumbani huko. Kila kikao. Fulani tulimsaidia. Habebeki. Hafai. Utafaa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Sema amina. Nataka pressure yako kwanza itulie. Wengine wanasemaga sijajua madeni haya niliingiaje. Sijajua mchungaji, ninachanganyikiwa. Ngoja nikuambie. Wewe sio mtu wa kufia huko ulikoelekea. Huko uliko hautakufa. Problem is there, challenge is there always. Lakini haufii pale, utatokelezea tena kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Sema amina. Kwa nazungumza juu ya falsafa ya mbegu. Unajua Biblia inasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Hiyo tu. Ukipata maarifa stahiki ya mbegu na ukajua namna mbegu na sheria ya mbegu ilivyo, nataka nikuhakishie mpaka kesho asubuhi wewe hujambo kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Sema amina. Okay. Nina watu wachache ambao ni reference kwenye Biblia ambao walipotea kabla ya kutokelezea au kupotea kabla ya kutokea. Disappear before you appear. Moja. Sijajua wewe umepotea au umepoteza nini kwenye maisha yako. Pengine heshima, pengine jina, pengine influence, pengine nafasi, pengine cheo, pengine afya. Sijajua kilichotokea kwako ni kitu gani. Na ni kwa muda gani pia. Sijui ni miaka mingapi. Lakini Biblia inayosoma inaniambia Yusufu alipotea miaka 24 kabla ya kutokea mbele za ndugu zake katika kitabu cha Mwanzo ule mlango wa 46 mstari wa 28 mpaka wa 31. Miaka ambayo Yusufu alidisappear, alipotea mbele za ndugu zake. Walipomuuza Misri, wa theolojia wanasema ni miaka 24. Yaani miaka 24 hajamuona baba yake, hajamuona ndugu yake, alikuwa amedisappear. Na wakati alipokuwa amepotea, Biblia inasema Yakobo baba yao akawaambia, Yusufu mwanangu ameraruliwa. Mnyama mkubwa au mnyama mkali amemla bila shaka. Sitamuona tena mpaka mauti. Sitamuona tena. Nitashuka kuzimu nikiomboleza kwa sababu mwanangu hayupo. Miaka 24 amedisappear somewhere. Siku za kukaa nyumbani kwa Potifa, siku za kukaa gerezani miaka 3, siku za kusimama mbele ya Farao. Lakini siku ambayo alikuja kujitambulisha Yusufu kwa ndugu zake, wakati ule anaposimama mbele za ndugu zake,
ilikuwa imepita miaka 24. Biblia inasema alipojitokeza mbele za ndugu yake, hakujitokeza kama mfungwa, hakujitokeza kama mtu mwenye taabu, alijitokeza kama waziri mkuu wa nchi kubwa yenye influence duniani, nchi ya Misri, prime minister, akiwa na nafasi, akiwa na cheo. Usidharau mtu. Haleluya. Na mimi nataka nizungumze nini asubuhi ya leo? Nataka niseme sheria ya mbegu. Angekaa katika nyumba ya baba yake Yakobo, Biblia inasema angekaa hivyo hivyo, asingebadilika, kwa sababu ni sheria ya mbegu. Lakini alipopotea mbele za ndugu zake, hapo ndipo ambako alipojitambulisha mara ya pili. Wao hawakumjua. Maana yake Yusufu anapojitambulisha kwa ndugu zake, wao wamevaa nguo zile zile alizoacha nazo, lakini yeye alikuwa amevaa mavazi ya nafasi ya waziri mkuu katika nchi ya Misri. Disappear before you appear. Nataka kusema nini? Kila mtu aliye na dream, kila mtu aliye na ndoto, kila mtu aliye na vision, anayeangalia kuna mahali fulani anataka kwenda, kuna wakati ambao kwenye maisha ya kawaida kwa sheria ya mbegu unakuwa out, unatoka kwa maana nyingine ya kwamba unajikuta kwamba haupo kwenye mfumo wa kawaida. Yani haupo kwenye huo mfumo wa kawaida ya maisha ya watu. Kama hakuna kitu ambacho kitapotea kwenye maisha yako, kama hakuna vitu ambavyo vitakuacha mahali fulani uwekwe pembeni, ujue tu unaishi maisha ya kawaida. Lakini wale watu ambao walibeba vitu walipotea. Na si kwamba walipotea kwa maana ya kwamba wanajipoteza au wanajiteka, hapana. Ni watu ambao wanajua kabisa wanafanya investment, wanainvesti a lot, wanainvesti kwa kiwango cha juu kwenye huduma, kwenye karama, kwenye kipawa ambacho wanacho. Na wengine wanauliza, mbona jamaa alikuwa anakunywa baa hii kila siku na siku hizi hatumuoni? Sema no, siku hizi ana self discipline, kuna dream alionayo, amepotea baa. Lakini akiapia anakuja na nguvu ya tofauti. Hawezi kwenda na tabia ile ile uliokuwa nayo katika ndoto kubwa ambayo umebeba katika maisha ya kwako. Na mimi nataka nikuambie pia, kwa mujibu wa Biblia kuanzia kitabu cha Mwanzo mpaka cha Ufunuo wa Yohana, wale watu wote ambao wametembea kwenye asili na sheria ya mbegu hawakuwa watu wa kawaida hata kidogo. Walienda katika udhaifu, lakini baadaye walirudi kwa nguvu kubwa ya ushindi na ya baraka. Sema amina. Sasa nataka nikuambie, sijui kuna watu ambao una mgogoro wa kifedha na mgogoro wa kiuchumi, una mambo ambayo hayaendi sawa, yana wiki moja ume give up, yana mwezi mmoja umekata tamaa, yana miaka 2 umekata tamaa. Lakini nataka nikuhakikishie, Yusufu ni miaka 24, lakini aliporejea alirudi akiwa na namna ya tofauti. Nataka niseme hivi, ni muda gani wakati mwingine wa kujitenga unaotumia katika ndoto na maono na karama na kipawa ambacho Mungu amekuweka katika maisha yako? Mtu wa pili, naenda kwa haraka kidogo, muda wangu hautoshi sana. Mtu wa pili ni Yakobo alipotea kwa miaka 20 kabla ya kutokea mbele ya Esau. Alipotea kwa miaka 20 akiwa katika nyumba ya Potifa. Kusoma katika hicho kitabu cha Mwanzo mlango wa 31 mstari wa 38. Biblia inasema Yakobo akakaa katika nyumba ya Laban, nyumba ya Laban
kwa miaka 20 hakuwa amekutana na Esau pacha wake kwa miaka 20. Hakuwa amerudi kumuona Isaka na Rebeka kwa miaka 20. Nataka niseme hivi, kama hakuna kitu ambacho unapoteza kwenye maisha yako, kama hakuna kitu ambacho unapoteza na vikibaki hivyo hivyo, nothing done. Utashangaa sana leo napofundisha juu ya sheria ya mbegu. Sheria ya mbegu. Miaka 20 hajamuona baba, hajamuona mama, hajamuona pacha wake. Yupo katika nyumba ya Laban. Lakini alivuka mto wa Jordan na fimbo yake tu, na anakumbuka. Lakini aliporudi, Biblia inasema alirudi akiwa na matuo mawili. Wafanyakazi wa Yakobo wa kuchunga ng'ombe wa Yakobo na mbuzi ni watu 300,000. Ni 300,000 sawa watu waliokuwa wanachunga. Ni kampuni kubwa kuliko unavyoidhania kuzungumza. Alikuwa ameajiri watu wanaokadiriwa kufika watu 300,000 ambao alikuwa anatembea nao kama wafanyakazi wake wa kuangalia hiyo mifugo yake disappear before you appear. Nazungumza na watu wachache ambao kwa namna kipekee ndani yao kuna kitu kikubwa ambacho Mungu amekiweka kwenye maisha yako, lakini umeshikwa na vitu. Umeshikwa na vitu. Yaani umeshikwa na shughuli ambazo zinakufanya ushindwe kutengeneza kile ambacho Mungu amekusudia kikae katika maisha yako. Tunapozungumza juu ya sheria ya mbegu. Yakobo ni familia, na ugomvi wa familia ulimsababisha akaondoka. Yusufu aliuzwa na ndugu zake. Kila changamoto inayokupata kwenye maisha yako ina watu waliohusika. Lakini ndio maana Biblia inasema waombeeni wale wanaowaudhi, kwa sababu wangebaki pale pale Yusufu na Yakobo wangebakia vile vile. Lakini wanapotoka kuna kitu ambacho Mungu anafanya katika maisha yao. Mtu wa tatu ni Musa. Musa alipotea miaka 40 kabla ya kutokea mbele ya Farao. Musa alipotea kwa miaka 40 kabla ya kutokea mbele ya Farao. Kusoma pamoja nami katika kitabu cha Kutoka ule mlango wa 7 mstari wa 7 mpaka wa 10. Musa alipotea mbele ya Farao miaka 40. Musa alipokuwa na miaka 40 aliondoka nyumbani kwa Farao kwa kesi, akaenda kukaa katika jangwa, akapata na mke anaitwa Sipora. Biblia inasema Musa alipokuwa na miaka 80 ndio Mungu alizungumza naye. Miaka 40 baadaye akarejea mbele za Farao. Disappear before you appear. Kupotea kabla ya kutokea. Kimsingi aliporejea mbele ya Farao hakuja kama yule Musa ambaye alikuwa na hofu. Alisimama mbele ya Farao akamwambia, wape watu wangu ruhusa waondoke hapa haraka. Wape watu wangu ruhusa waondoke. Na Biblia ninayosoma inaniambia wakati Musa aliposimama mbele ya Farao, alisimama na mamlaka ya kiungu, kwa sababu ni mtu ambaye ametoka kukutana na Mungu uso kwa uso. Hivi nataka kuongea nini kwa haraka? Nataka niseme watu wengi wana maono, watu wengi wana ndoto, watu wengi wana karama, watu wengi wana vipawa, watu wengi wanatazamia kufika mahali fulani. Problem ni uwekezaji wa muda. Uwekezaji wa muda katika kile kitu ambacho wanacho. Leo utashangaa sana sheria ya mbegu. Sheria ya mbegu utashangaa.
yani hauna uwekezaji, hauna investment. Una karama kweli ya kuhubiri, umeinvest kiasi gani? Una maono ya kuwa kiongozi, umeinvest kiasi gani? Investment yako. Unataka kufanya biashara, umeinvest kiasi gani? Unapenda watoto wenye adabu, wakina mama mlioko hapa, umetumia muda wako wa investment wa malezi, umeinvest kiasi gani kwenye malezi? Na hasa hapo ambayo baadaye mtakuja kupambana na maprofesa wa malezi huko, waambie nataka watoto wazuri wanaotengenezwa na house girl, watoto wazuri wanaotengenezwa na internet. How? Umeinvest kiasi gani? Hivi ni nani anayesema mama fulani siku hizi ameshindwa kuja kwenye vikoba kwa sababu analea watoto wake nyumbani, ameamua kukaa nyumbani na watoto, anainvest umri, miaka na maisha yake kwa ajili ya discipline ya watoto? Oh my God. Sina mashaka na vitu ulivyo navyo. Nina mashaka na investment. Namna ambavyo umefanya investment katika karama, katika kipawa, katika maono, katika huduma ambayo unayo. Musa kufanya investment ili afae kutumika ni miaka 40. Miaka 40 alipotea. Miaka 40 amepotea. Ninapozungumza kupotea, nasema hapa katikati unawezekana kuna mistakes ambazo umezifanya, kuna makosa ya kawaida ambayo unajua kabisa haya ni makosa, lakini tunataka unapoapia, unaporejea, uje mtu wa tofauti, tukuone, tujue kabisa hata huyo alipitaga darasa la mchungaji Kimaro. Hebu piga makofi mengi yanayoeleweka ya shangwe. Haleluya. Na usipatikane kila mahali. Usipatikane kila kitchen party. Usipatikane kila send off. Usipatikane kila shughuli. Lazima shughuli nyingine uwe umepotea. Watu wakiuliza waseme, huyu siku hizi hapatikani ovyo ovyo namna hii. Kuna jambo ambalo anaatamia kwenye maisha yake. You are not cheap like Chipsy. Wewe sio rahisi kama Chipsy. Sema amina, alafu mpigie Bwana makofi mengi. Haleluya. Acha hata watu wakikutana mahali wabaki wakisema sijui kama atakuja, yule sijui kama anaweza kufika leo. Lakini yani yule lazima atakuja tu. Yule na sare anayo tayari. Na dera analo. Na majanga amesha, huyo atakuja tu. Yani hata sio yule, lazima atakuja tu. Disappear before you appear. Wachache wanasema amina, wengine wanasema hebu mpigie Bwana makofi mengi. Haleluya. Sheria ya mbegu, the law of the seed. Nataka kusema nini? Musa alisemwa vibaya na ndugu zake Waebrania, akakimbia. Nataka nikuambie, watu waliokusema vibaya ukafukuzwa kazini, usiogope, toka. Watu waliokusema vibaya ukashishwa cheo, usiogope, toka. Lakini waambie hivi, nimepotea, nitawatokelezea. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Ni Waebrania walimwambia Musa, wewe umemuua Misri, wakamtafutia kesi ya mauaji, akaondoka, lakini aliwajilia kuja kuwachukua. Aliwarudia kuja kuwachukua. Oh my God. Kuna mtu mmoja rafiki yangu alikuwa anafanya kazi katika hizi nchi za Kiafrika. Alikuwa anafanya kazi kwenye benki yao kuu, benki kuu. Wakamfanyia mizengwe. Wakamfanyia mizengwe ya kutosha. Akafukuzwa kazi pale benki kuu katika nchi za East Africa. Baadaye akaenda akajoin kwenye siasa. Amefukuzwa kazi, akasema isiwe tabu. Lakini wakati anaondoka akawaambia, nitarudi kuwa bosi wenu. Disappear before you appear. Akaenda akajiingiza kwenye siasa. Baadaye akawa mbunge, baadaye akawa waziri, na kwa bahati nzuri akawa waziri wa fedha. Alafu akawarudia pale benki kuu. Akaambia nimerudi sijarudi. Sijui kama mnanielewa sawa sawa. Akaambia nimerudi au sijarudi? Akaambia ndio bosi, ndio mzee, manake ndio waziri wa fedha. Hiyo benki kuu iko chini yake, anaingia na kutoka, anapangua anavyotaka. Disappear
before you appear. Potea kabla hujatokea. Kama watu wakikutoa, toka, lakini utawarudia tena kwa jina la Yesu Kristo. Washindi wangesema amina, halafu ungempigia Jehova na vigelegele vya shangwe. Haleluya. Biblia inasema mtu wa nne, naenda kwa haraka, mtu wa nne, Nabii Eliya alipotea miaka 3.5 kabla ya kutokea na kujionyesha mbele ya mfalme Ahab. Nabii Eliya alipotea kwa miaka 3.5 kabla ya kujionyesha kwa mfalme Ahab. Sijui kama naongea na watu wangapi hapa. Soma kitabu cha Wafalme ule mlango wa kwanza, Wafalme wa kwanza mlango wa 18 mstari wa kwanza na kuendelea. Utaona hiyo habari ya Eliya. Biblia inasema Eliya alijitenga, akaenda kwenye kijito cha Kerithi. Maji yakaisha kwenye kijito cha Kerithi. Akaondoka tena, akaenda nyumbani kwa mwanamke mjane. Akaenda akakaa nyumbani kwa mwanamke mjane kwa kitambo cha siku kadhaa. Akadisapia kabisa mjini miaka 3.5. Yuko mahali fulani, ana think about ministry, anafikiri juu ya huduma aliyokuwa nayo, anafikiri juu ya huduma ambayo Mungu ameweka ndani yake, anaangalia juu ya maisha ambayo anayo. Kuna wakati mwingine ambao si lazima ulalamike hata siku moja kwenye maisha ya kwako. Yani una ndoto, una maono, una kitu ambacho Mungu amekiweka ndani yako, lakini haunaga muda wa kukutana na wewe. Kimsingi ni muhimu sana. Unakutanaga na watu, nyie walimu, wachungaji, unakutana na watu, lakini ni muhimu muwe na muda wa kukutana na wewe. Huu muda wa kukutana na wewe ndio ule muda private, quality private time, mahali ambako unakaa mwenyewe, lakini unajua ya kwamba kuna kitu ambacho ninakifanya. Ogopa mtu ambaye anakaa mahali akisema kuna kitu ambacho ninatazamia kitokee kwenye ulimwengu huu kulingana na ndoto nilionayo, na ninasimama kuhakikisha kinatokea. Nataka nikwambie, hiyo ni sheria ya mbingu. Na kwa bahati mbaya sana watu wako available, na sasa hivi kuna mtandao, ni masaa 24. Hauna discipline, self discipline ya muda wako, kwamba kuna kitu ambacho unasema hiki ni cha kwangu. Oh my God, ngoja nizungumze na wewe kwa haraka. Eliya alijitenga na akapotea kwa miaka 3.5, lakini aliporudi alikuja akiwa mtu wa tofauti. Alimkimbia mfalme, lakini aliporudi alikuwa ni mtu ambaye anasimama, akaomba, moto ukashuka kutoka mbinguni. Aliomba, mvua ikanyesha juu ya nchi iliyokuwa ina ukame wa miaka 3.5, kwa sababu ni Mungu anayetenda kazi na watu ambao wanaweza kuwa na faragha kwenye maisha yao. Lakini nitazungumza na wewe juu ya mtu wa tano. Mtu wa tano ni na wa mwisho ambaye nitaongelea pale. Mtu wa tano ni Mtume Paulo. Mtume Paulo alitokea. Mtume Paulo alipotea kwa miaka 3 baada ya kukutana na Yesu, kabla ya kutokea mbele ya mitume Jerusalem. Kusoma kitabu cha Wagalatia ule mlango wa kwanza mstari wa 15 mpaka wa 19. Kama unachukua notes unaweza ukachukua notes pale. Mtume Paulo alipokutana na Yesu katika njia ya Dameski, Biblia inayosoma inaniambia kupata wokovu na kubatizwa na macho yake kufunguliwa, hakwenda Jerusalem, alikwenda kuatamia maono, dream yake. Kama kuna kitu ambacho tunakipoteza ni kuatamia dream ambayo unayo katika maisha yako. Kipawa, karama, biashara, uwezo. Kuna wakati ambao ni lazima upate nafasi ya kuatamia. Biblia inasema Paulo mtume akaenda akakaa miaka 3 huko Saudi Arabia. Sema alienda Saudi Arabia, akaenda Arabia, akakaa huko miaka 3. Anatafakari, hivi ninaendaje? Nabebaje huduma? Hivi watu wanaohubiri wanakuaje? Yesu mwenyewe anataka nifanye nini? Na ukiangalia katika Biblia, Petro alikaa na Yesu, Yohana alikaa na Yesu, Marko alikaa na Yesu.
Paulo hakuwa amekaa na Yesu hata siku moja. Hakuwa amekutana naye. Alikutana naye njiani akiwa anaenda kuliudhi kanisa. Na Yesu ameshaenda mbinguni. Hakukutana naye uso kwa uso. Lakini katika Biblia hii wa theolojia wote wanafahamu, aliyeandika nyaraka zenye maana ni Paulo mtume, ambaye hakukutana na Yesu. Lakini wale waliokaa naye wakala ugali, wakakaa pamoja naye, nothing done. Tofauti ya mtu anayepotea kabla ya kutokelezea, ipo tofauti kubwa sana. Ipo tofauti kubwa sana. Na sijajua kama kuna wakati wowote umeamua kufanya kitu ukasema huu muda kwangu ninauweka kama muda wa kujitenga ili niweze kufikiria malengo yangu machache. Nataka niongee mambo machache hapa napoongea juu ya sheria ya mbegu, the law of the seed, sheria ya mbegu. Katika sheria hii ya mbegu nina mambo machache hapa ya kuangalia. Mifano ya viumbe wachache tu. Nina mama kuku. Mama kuku. Mama kuku anapoteaga siku 21. Ghafla anatamia mayai. Akirudi, akidisapia ni siku 21. Akiapia ana vifaranga 20. Pigie mama kuku makofi mengi. Sheria ya mbegu. Sheria ya mbegu. Lakini mama samaki, kulingana na samaki, bahari, maji, aina ya maji ya chumvi, maji ya baridi, lakini pia maeneo ya baridi kama huko maeneo ya Ulaya, Sweden, tofauti na ziwa Victoria, maeneo ya joto kama Dar es Salaam na mahali pengine, lakini aina mbalimbali za samaki. Mama samaki anachukuaga mayai yake, anayaweka mdomoni ili hata kula asile. Si kama mlishawahi kusoma sayansi ya samaki, kwamba samaki anatamiaje mayai yake. Anafanya mdomo wake kuwa incubator, mahali ambako anatunza hayo mayai na kutengeneza joto. Na anaweza akakaa mwingine, sayansi inaonyesha ni tangu siku 2 mpaka siku 60 kulingana na hali ya hewa na mahali ambako huyo samaki anaishi. Anapotea kabla ya kutokelezea. Sheria ya mbegu. Sheria ya mbegu. Na kufundisha kitu cha ajabu sana kwenye maisha yako hivi leo. Lakini pia mama mtu. Mama mtu anapoteaga miezi 9. Anapiga viporo tu. Ana nguo zake, madresi, masuti, havai. Anavaa mguo huo. Kwa nini siku hizi fulani atokelezei sare ya kwaya? Haingii. Sare ya kwaya haiendi. Mama amekuwa mkurugenzi ghafla. Huyo ni mama mtu. Sheria ya mbegu. The law of the seed. Unataka kuwa mpambaji mzuri ambaye utaitwa mpaka ukapambe ikulu ya Marekani? Potea kabla ya kutokea. Unataka kuwa mhubiri ambaye unataka kuitikisa dunia? Potea kabla ya kutokelezea. Unataka kuwa katera ambaye utakufanya biashara yenye maana? Potea kwanza ukajifunze hivi vyakula vinapikwaje na meza zinaandaliwaje. Angalau poteage. Tatizo tulilonalo leo, nalo liona, watu walio wengi hawataki kupotea. Yani amepata idea, amefungua Instagram, alafu anapiga picha coming soon. Coming soon. Are you sure? Coming soon. Mhubiri mkubwa wa kimataifa anawajia ghafla. Anaanza kutangaza. Kisa amejua kuvaa suti na perfume. Ameinvest. Mimi sio shida maono ulionayo. Investment ya muda. Umeinvesti kiasi gani? Tukikuangalia usoni tunaona umeinvesti vipi kwenye hiyo biashara, kwenye hayo maono, kwenye huo mpango ulionao. Mwingine coming soon, mwanasiasa wa ajabu amepiga picha kwenye Instagram na Facebook. Mwanasiasa anachukua jimbo. Sasa lazima utuambie umeinvesti kiasi gani kwenye politics? Umejipanga kiasi gani? Potea kabla ya kutokelezea. Sasa kuna kitu kinachoitwa Chinese bamboo.
Chinese bamboo inaitwa mianzi ya Kichina. Ni mianzi kama ile ya Iringa tu, haina tofauti na ile mianzi ya Iringa. Huwa inachukua miaka 5 ikiwa imepotea ardhini. Yaani ukichukua ule mwanzi ukiuotesha ardhini, huo mwanzi ukiuotesha, mwaka wa kwanza nothing, mwaka wa pili nothing, mwaka wa tatu nothing. Hautoki hapo ulipo. Wala unamwagilia maji usiku na mchana, lakini hausogei. Lakini sayansi inaonyesha ya kwamba ikitokea siku unaota hapo ardhini, ndani ya wiki 5 unaenda futi 90. Sasa nataka kufundisha nini hapa usiku huu wa leo? Nataka kufundisha juu ya sheria ya mbegu. Nataka uniwekee tu kidogo hiyo bamboo ni kuonyesha hapo uweze kuona kile ambacho nataka kuzungumza usiku huu. Inawezekana nazungumza lugha ngumu kidogo, lakini najua kuna watu wachache ambao wanaelewa sawa sawa. Kuna watu ambao Mungu amewapa vitu lakini hawajawahi kupata muda na hivyo vitu. Hebu niwekee picha ya kwanza ya bamboo. Na kama kuna kitu ambacho maisha yako yameshindwa kupokea na kupata, na kama una dream ambayo inashindwa kufikia kwenye malengo yake, ni kwa sababu kila siku uko vile vile. Kila siku uko vile vile. Sasa sayansi inaonyesha kwamba huu mmea wa naomba uniwekee kuanzia namba 1 tafadhali. Sijui kama namba 1 inaonekana au namba 2 inaonekana, lakini hii ni namba 2. Nilikuwa nataka nikuonyeshe tu namba 1 ambavyo miaka 5 huwezi kuona dalili ya kitu chochote hapa. Naona kuna shida ya mtandao, lakini si bure, nitaendelea kuiona tu. Hebu onyesha basi hizo picha nyingine ulizonazo. Pigieni makofi bwana mitambo, anahangaika pale juu. Asante sana. Lakini nataka kusema nini jioni hii ya leo? Nataka kusema ya kwamba kwenye maisha ya kawaida usiogope vitu vinapokufa au vinapopotea katika maisha yako. Ni sheria ya mbegu. Nimesikia amen chache. Lakini nataka nikuambie asubuhi ya leo, jioni hii ya leo na usiku huu wa leo, kama unatusikia pamoja nasi, asante, inatosha mpaka hapo umejitahidi. Lakini ukipata ile ya kuonyesha mianzi, waonyeshe waelewe ile picha kubwa ya mianzi ya miti. Naona mnababaika wewe na Lucas. Sijajua amefanya nini. Tunazungumzia mianzi ni hii hapa. Yes, this one. Sasa hii inakaaga miaka 5 ardhini bila kuiona kwa kitu chochote, wala kuamini ya kwamba kuna kitu ambacho kinaweza kutokea. Lakini ndani ya wiki 5, hii ina wiki 5 tu. Ikitokea juu ya uso wa ardhi, inakwenda kwa wiki 5 juu kwa kiwango cha hali ya juu. Na mimi nataka nikuambie hivi, lazima kwenye maisha yako uwe na nguvu ya kuatamia. Hata maombi tunayoomba leo, naomba upate nafasi ya kuatamia kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Na mimi nataka kutangaza katika ibada ya usiku huu wa leo ya kwamba kwa neno la Kristo Yesu aliye hai, wengine hapa si kwamba mmefulia, uko kwenye chimbo na Mungu atakutolekelezea tena kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Wako wapi washindi wanaonielewa hivi leo? Na mimi nataka niseme maombi ya usiku huu wa leo ni maombi ya chimbo. Wako wapi watu wanaonielewa sawa sawa? Nasema ni maombi ya chimbo. Hautabakia kama ulivyo. Nataka nikuambie tuko chimbo, na kutokea lazima tutatokea kwa jina la Yesu. Wako wapi wanawake wanaosema tutatokea? Oh my God, oh my God. Wanawake wanaosema tutatokea wangempigia Jehova na vigelegele na shangwe. Nasema kutokea, utatokea. Kama wengine walikuona ndio umeisha, watakuona tena kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Walikuwa wameshangilia aibu ya familia, wataiona tena heshima ya familia. Waliokuwa wameshangilia fedheha ya familia, wataona tena na furaha ya familia. Wanawake wachache wangesema amina
na wangempigia Jehova na vigelegele vya shangwe. Piga tena, Yesu asikie. Haleluya! Hiyo ni sheria ya mbegu. Hiyo ni sheria ya mbegu. Na ninakuomba tu hata kesho nisaidie kuweka kwenye status yako sheria ya mbegu, the law of the seed. Mnanisema sana nimepoteza, mnanisema sana nimeshindwa, lakini mjue kabisa kama kuku anaendaga anarudi na vifaranga, na kama hiyo mianzi inaoteshwa kwa miaka 5 bila kutokelezea, nitatokelezea na kuniona mtaniona kwa jina la Yesu Kristo. Washindi wangesema amina. Mungu akupe kuona katika maisha. Wako wapi wanawake wachache hapa wanaosema tutaona tena, maisha yetu hayatakuwa vile? Umesemwa sana na wifi yako, amekusema sana, mwendee chimbo. Wewe unagombana ya kazi gani? Ya kazi gani unagombana na watu? Huna haja ya kugombana nao. Amekusema, amekungonga, mwache. Nenda chimbo la Yusufu, nenda chimbo la Musa, nenda chimbo la Yakobo, nenda. Oh my God, wako wapi wanawake wanaosema tuna chimbo letu usiku huu leo? Hebu nisaidie kuatikisa 2 watatu. Waambie niache, nina chimbo langu. Hapa ni chimbo la kwangu. Kuna kitu ambacho lazima kitokee. Musa alienda kwenye chimbo akamrudia Farao kivingine. Yusufu alienda kwenye chimbo akawarudia ndugu zake kivingine. Na mimi nataka nikuambie, adui zako utawarudia kivingine. Hallelujah! Pigie Jehova vigelegele vya shangwe. Hallelujah! Wengine walishasema Bwana kwenye ulimwengu wa sifa sijui ile kwa imepotea, tuna mpango wa kurudi. Wale waimbaji da Nkone si Nkone haonekani, amepotea ili atokeleze, na leo yuko hapa. Washindi wangesema amina. Pigie Jehova vigelegele vya shangwe. Kama umepotea kwenye soko la wafanyabiashara, na simama kwenye madhabahu, utarudi tena. Na haurudi kihivyo, utarudi kivingine kwa jina la Yesu Kristo. Kama umepotea kwenye soko la kufuga kuku, utarudi tena kwa jina la Yesu Kristo. Kama umetoka kwenye soko sijui la watu wapambaji, una mpango wa kurejea tena. Washindi wangesema amina, halafu wangempigia Jehova na vigelegele vya shangwe. Hallelujah! Ni sheria ya mbegu. Asikudanganye mtu. Asikudanganye mtu hata siku moja. Wengine mmepitia kashfa kubwa kazini, mmesemwa vibaya kwenye makazi yenu, na unataka kukata tamaa. Nataka nikwambie hiyo ni sheria ya mbegu. Wala haujafikia mahali pa kufa. Wala sio kitu. Wewe sio mtu wa kuogopa. Wewe ni mtu wa kuendelea mbele, na zaidi ya kuendelea sema amina, alafu mpigie Bwana makofi mengi ya shangwe. Hallelujah! Kwa hiyo kama kuna mtu alikuwa ameshakusema, yani anakusema kwa mafumbo, apokeage hata simu yako siku hizi, hawakuhitaji hata wazungumzi na wewe, usihangaike nao, waache tu, watakutafuta. Kwa sababu lazima itatokea katika maisha yako. Sema amina. Sheria ya mbegu, sheria ya pili ya mbegu. Naenda sheria ya pili ya mbegu. Sheria ya pili ya mbegu. Sheria ya pili ya mbegu inasema hivi: hupandwa katika uharibifu, aibu na udhaifu. Hupandwa katika uharibifu, aibu na udhaifu. Hupandwa katika uharibifu, ufufuliwa katika kutokuharibika. Hupandwa katika aibu, ufufuliwa katika fahari. Hupandwa katika udhaifu, ufufuliwa katika nguvu. Na hapa ndiko ambako nataka uelewe juu ya sheria ya pili ya mbegu. Hii sheria ya pili ya mbegu. Hupandwa katika uharibifu, aibu na udhaifu. Kabisa. Hiyo ni sheria ya mbegu. Hupandwa katika uharibifu, ufufuliwa katika kutokuharibika. Hupandwa katika aibu, ufufuliwa katika fahari. Hupandwa katika udhaifu na ufufuliwa katika nguvu. Sheria ya mbegu. Okay. Hapa tutaangalia mtu wa kwanza ni Danieli. Danieli kama mtu wa kwanza.
Biblia inasema Danieli alitupwa kwenye tundu la simba. Soma katika kitabu cha Danieli 6:16. Alitupwa katika tundu la simba. Alipandwa katika uharibifu wa kuharibiwa na simba na kuuawa na kuraruliwa. Lakini alipotoka alifanyika kuwa waziri mkuu kwa miaka mingi na kwa vizazi vingi, na ndiye aliyedumu katika nafasi kuliko mtu mwingine. Basi mfalme akatoa amri, nao wakamleta Danieli wakamtupa katika tundu la simba. Mfalme akanena akamwambia Danieli, Mungu wako unayemtumikia daima, yeye atakuponya. Hupandwa katika uharibifu. Nataka kuzungumza nini hapa? Falsafa na theolojia ya jambo hili. Sheria ya mbegu. Ukiona watu wanakutengenezea fitina, ukiona watu wanakutengenezea fitina, vinyongo kazini, wanakutengenezea mizengwe, hawakuziki, wanakupanda, wanakuotesha. Wanaweza kafikiri, wakiangalia kabisa wanaona ni shimo kama la kaburi, lakini wanakuotesha. Na alipofitiniwa Danieli, alipandwa katika uharibifu. Alipandwa katika uharibifu, lakini alifufuliwa katika kutokuharibika alipotupwa katika tanuru katika tundu la simba. Lakini vijana watatu, Meshach, Shadrach na Abednego, walitupwa kwenye tanuru la moto. Kitabu cha Danieli mlango wa 3 mstari wa 23 hadi wa 25. Upandwa katika uharibifu na aibu na fedheha. Kuna watu wameisema familia yenu msiwawekee kinyongo, wameipanda hiyo familia kwenye baraka. Amen chache. Kuna watu ambao wamekusudia kuiroga familia yenu kabisa ipotee, na wakaenda wakaapiza wakanuiza. Hiyo imepandwa katika uharibifu. Na ogopa watu ambao wamepandwa katika uharibifu, maana yake watafufuliwa katika kutokuharibika. Uwe na hakika. Na maombi yetu ya leo, usiku huu wa leo, wale wote ambao wamekupanda katika uharibifu wataona kutokuharibika kwako kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti ali hai. Wale ambao wamekupanda katika aibu watakuona katika fahari kwa jina la Yesu Kristo. Na wale ambao wamekupanda katika udhaifu wakisema huyu hawezi, huyu hana maana, hana uwezo, hao waliokupanda katika udhaifu watakuona ukifufuliwa katika nguvu kwa jina la Yesu Kristo. Wataiona nguvu yako ya kiuchumi, wataiona nguvu yako ya kifedha, wataiona nguvu yako ya kiroho, wataona oh my God, 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 oh my God. Wataiona nguvu yako kwa namna ya pekee na ya tofauti. Watakuona ukiinuliwa tena, watakuona ukishinda tena, watakuona tena kwa jina la Yesu Kristo. Sema amina, halafu mpigie Jehova makofi ya shangwe na vigelegele. Nataka kusema nini? Nataka kusema hivi, kwenye sheria ya mbegu, ukiamka asubuhi ukafanya vikao ya kwamba unataka kumfanyia mtu uharibifu, unampanda katika uharibifu. Uwe ni masengenyo, ziwe ni chuki, iwe ni mizengwe kazini, yawe ni mauzushi. Wansi unapokaa kikao cha kummaliza mtu, hujammaliza, umempanda katika uharibifu, atafufuliwa katika kutokuharibika. Umempanda katika aibu, anafufuliwa katika fahari. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Hawa watu katika Biblia hawana tofauti na maisha tunayoishi leo. Biblia inasema katika mtu wa tatu ni Mordekai katika Biblia. Mordekai alikuwa na mtu anaitwa Hamani. Anasema Hamani alimtengenezea mti wa kumnyang'anya uhai na kumnyonga. Katika kitabu cha Esther ule mlango wa 5 mstari wa 14, akatengeneza uharibifu. Akajua leo naenda kumaliza Mordekai na Wayahudi wengine, na waraka umeshaandikwa. Kumbe ule waraka na mafaili ya mauti na kila kitu inabaki kwenye sheria
ya mbegu hupandwa katika uharibifu, hufufuliwa katika kutokuharibika. Alipopanda Hamani akategemea Mordekai anakufa, aliona Mordekai akiwa kutokuharibika, amekuwa waziri mkuu, macho yake akaona, kesho yake Hamani akafa na Mordekai akabaki. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Ungempigia Jehova na makofi mengi ya shangwe. Haleluya. Ni maombi yangu asubuhi ya leo, wale waliokupeleka wakahakikisha wamekuzika, wamekuroga, wameroga na watoto wako, wakawapanga na kuwapanda katika uharibifu, watawaona katika kutokuharibika. Oh my. Hebu punga mkono wako pamoja nami. Hebu mshangilie Bwana kwa vigelegele vya shangwe. Haleluya. Wangapi wanasema nipo katika kutokuharibika? Nam. Wale wafanyabiashara waliokutengenezea mizengwe, wengine wakakukopaga na hela wakakurudishia, wakahakikisha wanakuharibu, ninasimama kwenye madhabahu hii, hupandwa katika uharibifu, hufufuliwa katika kutokuharibika. Hupandwa katika udhaifu, hufufuliwa katika fahari. Hupandwa katika aibu, hufufuliwa katika nguvu. Sema amina, halafu mpigie Jehova na makofi ya shangwe na vigelegele vinavyoeleweka. Piga tena, Yesu asikie. Haleluya. Biblia inasema mtu mwingine ni Yefta. Yefta alipandwa katika aibu, alikataliwa na ndugu zake. Wakamwambia, wewe ni mtoto wa mwana kahaba, hauwezi kurithi pamoja nasi. Kusoma kitabu cha Waamuzi ule mlango wa 11 mstari wa 2 na wa 3. Wakamfukuza nyumbani, alikuwa ni kaka yao, amewalelea. Walipokuwa wakasema, no, wewe sio mtoto wa mama yetu. Wakamuondoa, wakamwambia, wewe ni mtoto wa kahaba. Biblia inasema wakampanda katika aibu ya kumuunganisha na kahaba, akaondoka nyumbani. Lakini baadaye kumbe wamempanda katika kuharibika, akafufuka katika kutokuharibika. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Ni maombi yangu usiku huu wa leo, kama kuna vitu ambavyo vimetengenezwa vya kuharibu maisha yako, nataka nikuambie maisha yako hayataharibika kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Na usiogope maneno ya watu, usiogope fitina zao, usiogope hila ambazo watu wamezipanga kwa ajili yao. Waache wakae, waache waseme, lakini wanakupanda katika uharibifu. Wewe ni wakufufuka katika kutokuharibika. Unapandwa katika aibu na kutemewa mate, wewe ni wakufufuka katika fahari. Unapandwa katika udhaifu na mazomeo, wewe ni mtu wa kusimama katika nguvu. Sema amina, alafu mpigie Bwana makofi ya shangwe. Haleluya. Kila kitu ambacho unafikiri kimeharibika, mimi nataka nikuambia haujaharibikiwa. Haujaharibikiwa maisha, haujaharibikiwa biashara, haujaharibikiwa kwenye siasa, haujaharibikiwa kwenye uchumi, haujaharibikiwa kwenye kipawa. Umepandwa katika uharibifu, lakini utafufuliwa katika kutokuharibika. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Alivuta bangi zote zikaisha, akanunua makombe yote ya Mungu yakaisha, akawa anatengeneza kumbe ugoro na tano, mix up, anachanganya. Alafu kila mtu atamwona akaona ameharibika, afaike. Alipokuja kwenye malezi tule hapa leo mchungaji. Nataka niseme na watoto wachache na wamama wachache hapa. Mama, nataka umejipa na mtoto wako amevuta bangi mpaka mwisho wa bangi. Nataka nikwambie, kupandwa katika uharibifu, kufufuliwa katika kutokuharibika. Kupandwa katika aibu, kufufuliwa katika nguvu na katika fahari. Ni maombi yangu pawe na ufufuo katika maisha yako. Sema amina, alafu mpigie Bwana makofi mengi ya shangwe. Haleluya. Yesu Kristo alipandwa katika uharibifu na aibu na udhaifu. Yesu Kristo alipandwa katika uharibifu, aibu na udhaifu. Nafasi isingenitosha kuzungumza juu ya Rutu ambaye wanaume walikufa katika mji, akapandwa katika uharibifu wa mauti, lakini baadaye alizaa mtoto. Yesu Kristo alipandwa katika uharibifu na aibu na udhaifu. Alitemewa mate,
alidhihakiwa kwa kuvalishwa taji ya miiba, lakini alikataliwa kwa aibu kubwa sana. Hata Baraba muuaji alikuwa wa thamani kuliko yeye. Yaani jambazi na muuaji alishinda na kumshinda kwa kishindo kwenye kura, kwa sababu walipopiga kura akasema tumchague Yesu au Baraba. Wayahudi wote wakasema tunamtaka Baraba, wakamkataa Yesu live hadharani. Hivi leo ukawekwa pamoja na majangili, alafu ni mtumishi wa Mungu, ulikuwa unajaza mamikutano yanajaa, alafu ukaona waumini wote wanachagua jangili, wakakuacha hapo, utajisikiaje? Ni kupandwa katika aibu, lakini alifufuliwa katika fahari. Bwana asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Dunia nzima inasema hupandwa katika aibu, lakini hufufuliwa katika fahari. Paka leo hakuna mwanaume ambaye amekirimiwa jina kuliko Yesu, maana amepewa jina lipitalo majina yote. Wako wapi watu wachache ambao wananielewa hapa? Wako wapi watu ambao wanasema ninaelewa mchungaji? Hebu inua mkono wako, halafu mpigie Bwana makofi ya shangwe na vigelegele. Ninasimama kwenye madhabahu hii, haijalishi ni aibu gani ambayo umetembea nayo, lakini najua katika aibu hii wewe hautabakia pale. Umepandwa katika aibu, utafufuliwa katika fahari. Sema amina, halafu mpigie Jehova na vigelegele vya shangwe. Piga tena, Yesu asikie. Haleluya! Yesu alipandwa katika uharibifu, katika aibu na katika udhaifu. Na kanisa, msingi wake leo tunapokuwa na kanisa ni kwa sababu ya uharibifu na aibu na udhaifu. Lakini alivalishwa taji ya miiba, akadhihakiwa. Lakini aliharibiwa taswira. Wakachukua majambazi upande huu na jambazi mwingine upande huu, wakamweka katikati na wakamzomea na kumtemea mate, ili kuharibu image, taswira yake iharibike tu mbele za uso wa watu. Watu waone huyu mtu ni jambazi kama jambazi wengine walio upande wa kulia na upande wa kushoto. Mimi sijajua hapa umechafuliwa image yako kiasi gani. Ni jitihada za watu huku duniani kuharibu image, sura, taswira ya mtu aonekane ndivyo sivyo. Lakini nataka nikuambie, hata wangeharibu hiyo taswira, hawajaweza kuiharibu taswira hiyo kuliko taswira ya Yesu. Ikiwa taswira ya Yesu iliharibiwa na ikatokelezea, na ya kwako itatokelezea tena kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Sema amina, halafu mpigie Bwana makofi mengi ya shangwe. Haleluya. Kuna watu wachache ambao wanapitia kwenye vita vya maneno na wamejisikia kusimangwa, wamesikia kusemwa vibaya, wamesikia mateso na mauti ndani yao. Mimi ninasimama kwenye madhabahu hii, nataka nikuambie neno la Mungu ni moja tu katika kitabu cha Mathayo, ule mlango wa 5 mstari wa 11 na wa 12. Biblia inasema hivi. Mathayo mlango wa 5 mstari wa 11 na wa 12. Biblia inasema, heri ninyi watakapowashutumu na kuwaudhi na kuwanenea kila neno baya kwa uongo na kwa ajili yangu. Furahini na kushangilia, kwa kuwa thawabu yenu ni kubwa mno mbinguni, kwa maana ndivyo walivyowaudhi manabii waliokuwa kabla yenu. Furahini, furahini na shangilieni, kwa sababu ndivyo walivyofanya kwa manabii waliokuwa mbele kabla yenu. Wapendwa mabibi na mabwana, Mungu anatupa usiku huu wa leo, ni usiku wa baraka. Badala ya kuhuzunika juu ya mambo mabaya ambayo umesemewa na kunenewa, hebu jisikie kushangilia, kwa sababu umepandwa katika uharibifu na unafufuliwa katika kutokuharibika. Upandwa katika aibu na ufufuliwa katika fahari. Upandwa mwili wa asili, lakini ufufuliwa mwili wa roho. Nataka kusema nini kwa kusummarize? Nataka kusema hivi. Katika maisha yetu ya kawaida, kwenye familia, kwenye ndoa, kwenye taasisi, maofisini,
Ni msingi na ni jambo la busara kutokuharibu image ya mtu. Siharibu taswira ya mtu. Lakini hata ukifikiri kwamba unaiharibu kwa maslahi yako binafsi, uwe na hakika hujamharibu, ila umehusika kuwa mpanzi. Umempanda katika aibu ili afufuliwe katika fahari. Lakini pia umegeuka kuwa mpanzi wa kumpanda katika uharibifu ili afufuliwe katika kutokuharibika. Lakini pia umefanyika kuwa mpanzi wa kumpanda huyo mtu. Unaweza ukatumia muda mrefu ofisini, ukatumia muda mrefu wa fitina, ukatumia muda mrefu hata wa uchawi, hata wa uganga. Lakini nataka nikwambie, kwa maombi tunayoomba na kwa sheria ya mbegu, haujamharibu mtu huyo, umemfanya kuwa mbegu. Umemfanya kukaa, umemfanya kuwepo. Sema amina, alafu mpigie Bwana makofi mengi, mengi ya shangwe. Haleluya. Hakuna kitu ambacho huku duniani kinaweza kikawepo kwenye maisha ya kwako chenye maana kama kuheshimu watu wengine na kuheshimu maisha ya watu wengine. Hilo tu halitakugharimu hata kidogo. Lakini nataka nikuhakikishie, hata kama ungehamua kuwa na roho hiyo ya kishetani, uwe na hakika unawapanda watu. Wale Wayahudi walijua tumemmaliza huyo Yesu, basi habari yake basi. Lakini haikuwa basi. Badala yake alifufuka siku ya tatu. Ni mshindi na zaidi ya kushinda. Ni mshindi na zaidi ya kushinda. Haleluya. Ni mshindi na zaidi ya kushinda. Na mimi nataka nizungumze hapa kwa maneno machache sana jioni ya leo, tunapoingia kwenye maombi haya ya msingi na ya maana sana, ya kwamba katika maisha ya kawaida usiufurahie udhaifu wa mtu hata siku moja. Hata siku moja. Na mimi nataka nikuambie, ni nani aliye dhaifu? Ni nani aliye dhaifu? Ni nani aliye dhaifu? Katika hali ya kawaida, haya ninayozungumza nataka uyapime uone. Yaani uone tu katika mawazo ya kawaida. Manake ni wakati ambao tunaishi wa kuchafuliana majina, wa kuchafuliana CV, wa kuchafuliana biashara, wa kuchafuliana status, wa kuchafuliana kwa namna ya ajabu. Naona dunia inafikia hapa. Lakini ni nani aliye dhaifu? Uchafu wa mtu mwingine hauwezi kuwa usafi wako. Halo? Hivi kama uchafu wangu mimi ndio usafi wako, you are so much weak. Wewe uko very weak. Kama uchafu wangu ndio usafi wako, wewe ni dhaifu kuliko mimi. Na hauwezi kusimama ukatangaza uchafu wa mtu ili wewe utakasike. Never. Haiwezi kutokea kwako. Aibu ya mtu mwingine haiwezi kuwa heshima yako. Kama aibu yangu mimi ni heshima yako, wewe ni dhaifu kuliko mimi. Kuna watu wanaonielewa sawa sawa hapa? Hebu punga mkono wako pamoja na mimi hapa. Hauwezi kutumia udhaifu wa mtu mwingine, yani udhaifu wa mtu mwingine hauwezi kuwa nguvu yako. Kama udhaifu wangu mimi ndio nguvu yako, yani unasimama mahali unasema, bwana mimi nitawaambia habari ya mtu fulani, nitahakikisha hii namwanika hadharani na nikimaliza atakuwa hana. Sasa hiyo ni ujinga mkubwa kwenye maisha ya kwako ya kawaida. Haiwezekani. Makosa ya mtu mwingine hayawezi kuwa usahihi wako. Hawezi kukosea mtu mwingine alafu ukafikiri haya makosa ya huyu mtu ni usahihi wako hata siku moja. Kushindwa kwa mtu mwingine hakuwezi kuwa kushinda kwako. Yani mimi nikifeli ndio unafurahia. Never. Haiwezi kuwa ni fahari kwako. Dhambi ya mtu mwingine haiwezi kuwa haki yako. Yani dhambi ya mtu, wewe unazunguka na bango, unajua huyu amefanya hivi, unajua huyu amefanyage. Hata siku moja dhambi ya mtu haiwezi kuwa haki yako. Lakini kashfa ya mtu mwingine haiwezi kuwa stara yako. Hauwezi kutembea na kashfa ya mtu alafu ukafikiria kwamba wewe kwako ni stara na ni heshima kwako. Fedheha ya mtu mwingine haiwezi kuwa amani yako. Huwezi kuona fedheha ya mtu anafadhaika alafu wewe unakuwa na amani, una roho ya kichawi bila shaka. Mauti ya mtu mwingine haiwezi kuwa uzima wako hata siku moja. Yani haiwezekani biashara ya mtu imekufa, sijui karama yake, sijui maono, sijui vitu gani, sijui huduma vimekufa alafu ndani yako unajiona ni fahari. Hiyo haiwezi kuwa hata siku moja. Lakini kufeli kwa mtu mwingine hakuwezi kuwa ufaulu wako.
Lakini pia kilio na huzuni ya mtu mwingine haiwezi kuwa furaha na kicheko chako hata siku moja. Lakini ujinga na upumbavu wa mtu mwingine hauwezi kuwa akili na busara yako kwenye maisha ya kwako hata siku moja. Jitahidi kuwa wewe. Haleluya. Alafu mpigie Bwana makofi mengi ya shangwe. Haleluya. Ninasimama kwenye madhabahu hii, nimefundisha juu ya sheria 2 za mbegu. Sheria ya kwanza ambayo nimefundisha hapa ni sheria ya kupotea kabla ya kutokea. Lakini sheria ya pili, hupandwa katika uharibifu, hufufuliwa katika kutokuharibika. Yaani hupandwa katika uharibifu, aibu na udhaifu. Ninasimama madhabahuni pa Bwana jioni ya leo. Wapo watu ambao wamekuja hata kwenye ibada hii, kuna mambo ambayo ni aibu hata kuyazungumza, ni aibu hata kuyaeleza, ni aibu hata kusubutu kusimama mbele za watu. Mimi nataka nikuambie kwa neno la Bwana, kwa neno la Mungu aliye hai, you will never be the same again in the name of Jesus. Tunaposimama kwenye maombi ya hapa, tunaposimama mbele za Bwana, hata kama ulikuja ukiwa una uchungu ndani yako, uondoke hapa ukiwa una fahari na ukiwa umebarikiwa. Washindi wachache wangesema amina, na mpigie Bwana makofi ya shangwe na vigelegele.